La kwanza kabisa litakuja kwa wanajai wenyewe. Wanajai wenyewe, uzoefu ambao naupata katika siku kama hii ya leo, jai inaonesha uhai kwa uhalisia unavyostahili kuwepo. Kwa sababu tukiwatizama wote wenye nembo ni wanajai na wamekuwa tayari katika kila hali, lakini bil asafi shadid, cha kusikitisha, baada ya kumalizika kongamano hili, jai hurudi chini na kuwa ni mtoto yatima aliyekuwa hana mtu wa kumshika. Mshikamano wa wanajai wenyewe unakuwa unatetereka. Neno langu kwa wanajai wote kisiwani Pemba na Zanzibar kwa ujumla, uhai huu ambao tunauonesha leo tuuendeleze mpaka kufikia kongamano jingine litakalokuja katika mwaka unaofuata wa 1447 Hijiria, ambayo itakuwa ni mwaka 2026. Hilo ndio neno langu la kwanza kwa wanajai. Neno langu la pili, nalirudia lile ambalo nilisema mwaka jana tulipokuwa katika ukumbi wa ZSSF Tibirizi, kwamba kumalizika kwa kongamano hili yawe ndiyo maandalizi kabisa ya kongamano linalokuja. Hili nilisema, lakini kidhahiri ni kwamba halikufanyiwa kazi. Tumekuja katika muda wa jioni tena, shughuli inakaribia. Nilikuwa nawaona ndugu zangu kina baba na kina mama wajai hapa Pemba walivyokuwa wakienda mbio, mpaka nilidhani wakati mwingine wataanguka. Hata juzi siku ya Alhamis, mimi nimeftari wote na Mheshimiwa Makamu wa Kwanza wa Rais. Tumemaliza kuftari, nimeondoka wote, nikaja zangu nikafika Chake Chake, nikasali sala ya Isha na Tarawih hapa Mkanjuni. Nimeondoka hapo, nimeingia Chake Chake mjini, nikawakuta wanajai wakiongozwa na Sheikh Abdallah wanaendelea kufanya shughuli mbalimbali ambazo laiti ingekuwa maandalizi yetu yangekuwa mapema, isingekuwa katika hali ile. Kwa hiyo nikuombeni tena kwa mara nyingine tena, ikiwa mimi ndiye mlezi wenu, basi nasema kwamba tukimaliza kongamano hili, jai ikae kuandaa kongamano la jingine linalokuja mwakani inshallah. Lakini jambo la tatu, nielekee jamii kwa ujumla, ambapo na mimi ni sehemu ya jamii hiyo. Jamani, kazi hii tuliyokuwa tumeiona hapa ni sehemu tu yanayofanywa na taasisi hii, lakini jukumu hili la kuweza kuwahudumia ndugu zetu si la jai peke yake, si la madaktari peke yao. Jamani, katika kazi ngumu zaidi ni kazi ya udaktari. Tumeonyesha pale maelezo ya mtoto ambaye kifuniko cha soda kwa utaalamu mkubwa kimetolewa. Likitokea lile, haijalishi kwamba daktari huyu mume wake ndio kafika jana au mke wake ndio katua jioni ya jana. Kesi hii kitokezea, iwe saa 6, saa 7, saa 8, iwe jua, iwe mvua, iwe baridi, iwe joto, daktari anatakikana kwenda kutoa huduma. Madaktari wetu wanajitahidi kwa kiasi kikubwa. Tunahitaji kuweza kuonesha thamani yao, kuweza kuwathamini. Na niseme katika kipindi tulichonacho, 100% madaktari wetu wanaonesha uzalendo mkubwa sana kabisa. Lakini je, sisi jamii, sisi wananchi, tunaonesha vipi, tunaiona vipi kuithamini thamani ya madaktari, thamani ya taasisi hii ya Jamiatul Akhlaq Al-Islamia? Ndugu zangu, mimi niseme tu, kuisali sala mpaka ukaikamilisha na kupata ujira uliostahiki unahitaji vitu vingi, ikiwemo elimu. Lakini huduma ya kuweza kumhudumia mtu kwa jinsi ya uwezo wako, iwe nguvu, iwe mali, angalau shilingi 500,
hili kitu kikubwa kinachohitaji ni utayari wako na nia yako kuifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katueleza lengo la kufanya kazi ni kuokoa uhai wa mtu, si ndio lengo? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katuambia, waman ahyaha fakaannama ahya an-nasa jamia, atakayehuisha nafsi moja, kwa maana kwamba kufanya harakati, juhudi za kwamba nafsi hii kuweza kuiokoa, ni sawa sawa na mtu aliyeokoa uhai wa watu wote. Kitu hichi ni utayari pamoja na nia khalis iliyoko katika moyo wa mtu. Ni kuombeni jamii tusiunge mkono hizi juhudi. Tukiona ndugu zetu hawa wanapita kuchangisha makongamano kama haya, tusiwadharau japo shilingi 500 kila mmoja tukikuwa tunatoa, tusingefikia changamoto hizi ambazo kwamba taasisi hii inapitia na ambao risala hapa imeweza. Jambo la mwisho, mheshimiwa mgeni rasmi, hili ni ombi nilielekeze kwako, katika ambayo nimeyabaini katika harakati, ni sehemu ndogo sana kwetu sisi viongozi wa serikali na watendaji wetu ambao tunayaunga mkono haya. Kwa hiyo nikuombe kwa upande wako uwe balozi wetu, kuweza kuambia viongozi wenzako wa serikali kuanzia ngazi ya mikoa, wilaya, wizara, taasisi, idara na vitengo, kuona kwamba hili jukumu wanalotekeleza JAI ndio yale maono ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Hii huduma bora ambayo kwamba wanaipigania ndio yale maono. Kwa hiyo mimi niombe hawa wakipita kwenye taasisi zetu, wakipita kwenye wizara zetu, wakipita kwenye idara zetu, sisi viongozi tuwe tayari kulipokea na kuwahamasisha wafanyakazi wetu. Isiwe sababu taasisi zetu hazijapata adhachaji kwamba hakuna kitu wanachoondoka nacho hawa. Nadhani kwamba viongozi wote kama tutakuwa katika maono ya aina hii, nadhani kwamba tutalisaidia hili jahazi kwa kiasi kikubwa mno kabisa. Kwa heshima na taadhima, mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nikuombe kwamba ulichukue hili katika uhalisia wake. Hawa wenzetu kina baba na kina mama wanafanya kazi kubwa zaidi, tunahitaji tuwaunge mkono, na sisi katika ngazi zetu ndio wakuwa mabalozi kuweza kuwaelimisha wakuu wetu, kuelimisha viongozi wenzetu na wafanyakazi wetu kwamba hili jambo ni jukumu letu sote, na tufahamu ya kwamba tukitekeleza, iwe katika ngazi ya uongozi au katika ngazi ya kawaida, wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi, Mwenyezi Mungu siku zote yuko katika kumsaidia mja muda ambao mja yuko katika kumsaidia ndugu yake. Kwa hiyo tukiwasaidia ndugu zetu, ni sawa tunawajua au hatuwajui, tutarajie kupata msaada wa Mwenyezi Mungu pale ambapo na sisi tutafika katika hali ya kuwa ni wenye kuemewa. Usisahau kusubscribe, like na kucomment.